Umesikia kilichomtokea beki na nahodha wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto? Kama hujasikia basi sikiliza hapa. Baada ya dakika 90 za ugenini dhidi ya Dodoma Jiji zilizokatisha ubabe wa timu hiyo ikipokea kipigo cha mabao 3-2 ukiwa ni mchezo wa ligi kuu bara uliochezwa Mei 13 mwaka huu, jamaa alikutana na mazito. Mwamnyeto ambaye alijifunga bao moja kwenye mchezo huo, kisha lile la pili akikwepa kupiga kichwa akitaka kumwachia kipa Hussein Masalanga na mpira kujaa wavuni. Mabao hayo yamefanya mashabiki wa Yanga kumjia juu. Beki huyo amekuwa akipokea maneno makali kutoka kwa mashabiki wa Yanga, wengine wakimtuhumu vikali, hatua ambayo lazima kuwaomba makocha wake wasimjumuishe kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya JKT Tanzania. Baada ya mchezo huo ambao Yanga ilishinda mabao 2-0 na kufuzu nusu finali, moja ya chombo cha habari kilimtafuta kocha wa Yanga Abdelhamid Mwalin ambaye alikiri kwamba walilazimika kumpumzisha Mwamnyeto baada ya saikolojia yake kuvurugika kutokana na yale aliyotokea kwenye mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Mwalin aliwaangukia mashabiki wa Yanga kutowaondoa mchezoni wachezaji wa timu hiyo kutokana na umuhimu wa utulivu katika michezo 7 iliyosalia, ambapo makosa yoyote yanaweza kusababisha shida ndani ya kikosi hicho. Nikimnukuu Mwalin alisema, ni kweli tulilazimika kumpumzisha Mwamnyeto, alikuja akaomba akiona hayupo sawa. Unajua, tunafahamu kwamba matokeo kupoteza sio kitu rahisi kukubalika, sio tu kwa mashabiki, hata sisi na wao kama wachezaji. Tunapopoteza mechi, watu wa kwanza ambao wanaumia ni mashabiki, na tunaposhinda watu wa kwanza tunawafikiria ni mashabiki wetu. Sisi kama makocha tunajua kila kosa la mchezaji, ndio maana tunawapa nafasi ya kujisahihisha. Tunatakiwa kuendelea kuwa imara. Nimefurahi juzi wachezaji wamecheza kwa umakini mkubwa dhidi ya JKT. Angalia, tumekuwa na utulivu mkubwa eneo la ulinzi. Katikati pia tulifanya mambo kwa umakini sana. Kule mbele wakamaliza mechi mapema. Hii maana yake ni kwamba hata wachezaji wanajua walikosea na matokeo kama yale hayastahili kwenye timu kubwa kama hii ambayo inapigania ubingwa. Mashabiki tunawapenda, wawasamehe wachezaji. Mwisho kunukuu. Kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania, kikosi cha Yanga kilichoanza kilikuwa na badiliko moja pekee, ikimkosa Mwamnyeto na nafasi yake ikichukuliwa na Frank Yasinki ambaye kwenye safu ya ulinzi ya timu hiyo walionekana kutulia wakicheza kwa maelewano pamoja na kipa wao Djigui Diarra. Kauli hiyo ya Mwalin ikaongezwa nguvu na ofisa habari wa timu hiyo Ali Kamwe ambaye aliwataka mashabiki kutoendelea kuwapa ugumu wachezaji wa timu hiyo, akisema bado anafuatilia maendeleo ya Mwamnyeto ambaye ameonekana kuathirika zaidi na namna mashabiki walivyomtuhumu kwa matokeo ya mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Nikimnukuu Ali Kamwe alisema, niombe mashabiki wetu, hawa ndio wachezaji wao, wanaweza kufanya makosa, basi wasipitilize kwa kuwa wakali kutokana na yale yanayotokea kwenye mechi zetu. Bado ni wachezaji hawa tunawategemea kwenda kukamilisha malengo yetu. Mwisho kunukuu.